بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtukufu wa daraja mtume wetu bwana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tunamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kama vile alivyotukusanya hapa katika nyumba yake hii tukufu katika raudha min riyadhil janna wa suq min aswaqil akhirah, tunamwomba ya Rabbi kwa ukarimu wake na rehma zake akatukutanishe pamoja na kipenzi chake mtume wake bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika pepo yake ya juu al-firdaus al-aala. Allahumma amin. Tunamwomba ya Rabbi awasameh na warehemu wazee wetu waliotangulia mbele za haki, ajalie makaburi yao huko yalipo yawe ni raudha min riyadhil janna, wala yasiwe mashimo katika mashimo ya moto. Na sisi tunamwomba ya Rabbi atuongozee wake zetu na waume zetu na watoto wetu na sisi wenyewe. Ya Rabbi tunamwomba tuondolee waswasi al-khannas alladhi waswisu fi suduri nas min al-jinnati wan nas. Tunamwomba ya Rabbi atupe amani na utulivu katika nchi yetu na nchi za jirani zetu na jamii anha'i al-alam. Tunamwomba ya Rabbi atupe kila la khairi, atuondolee kila la shari. Allahumma amin. Ikhwata al-iman, tunajua kwamba tuko ndani ya mfunguo 9 au kwa jina mwezi unafahamika kwa Jumada Athania. Kwa kuwa tuko ndani ya Jumada Athania, tuko ndani ya mfunguo 9, miezi ile kwa mbele yetu ni miezi miwili kwa ukamilifu, mwezi wa Rajab na mwezi wa Shaaban, ili kuweza kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Panapo majaliwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya wiki kama 2 hivi au wiki 3 tukiingia ndani ya mwezi wa Rajab, darasa yetu hii ya Alhamisi itageuka kutoka kwenye visa vya waja wema, itakwenda kwenye semina ya mambo ya saumu. Kwa maana hiyo tutaua darasa hii ya visa vya waja wema, tutastopu utapokuwa umeingia mwezi wa Rajab au kabla ya Rajab kwa wiki moja, ili tupate kuzungumza ahkam zilizo muhimu kwa mfungaji Ramadhani. Sababu twafunga wengi, twajizuia, lakini ukimuuliza mtu mambo yanibatilisha saumu yake anaweza mengine hayajui. Kuna watu mpaka leo hawajui kwamba jambo fulani hili ukilifanya linaharibu saumu yako. Na wengine unamkuta mtu anaweza akajizuia na kula na kunywa na mengine, lakini asizuie kuangalia vya haramu na kuzungumza vya haramu. Na ilhali kwamba mtu unapozungumza vya haramu ukiwa umefunga unaiharibu nini? Amali yako. Na Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'anul Karim, wala tubtilu a'malakum, msiharibu matendo yenu. Kwa tutapata angalau wiki 3-4 tuzungumze yale mambo muhimu ya somo, kwa sababu siku ya Jumamosi imekuwa ni ngumu kuingizia somo jingine kwa sababu la somo tulilichukua somo la mirathi ambalo kwamba tuendelea nalo vile vile. Kwa hiyo tuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe katika hayo. Kwa hakika tutamani mengi kufundisha, tamani tuwaeleze watu wajue vipi zaka zao wazitoa, tamani tuwaeleze watu umuhimu wa haji, kwenda hija,
lakini masiku ni kidogo na mambo ni mengi. Sasa lile ambalo kwamba haliwezi kupatikana lote lisiachwe lote, kile kidogo kifanye nini? Kipatikane. Na hii ndio sadaqatun jaria ya mtu. Kuna watu wamekufa miaka lakini wamefundisha. Kwa sisi kile ambacho kwamba Allah ametupa kujua hiyo alif na kujua be, basi tukifikisha walau kwa juhudi zote na kwa nguvu zote kadri ya Mwenyezi Mungu atakayotuwezesha. Tuomba Allah ajalie haya yawe khalisan liwajhihi alkarim, kwamba tumkusudia yeye na iwe katika mizani ya mema yetu siku ya kiyama. Lakini vile vile tuna mwenzetu ndugu yetu Al-Akh Saif, tunajua amefiliwa. Kwa hiyo kesho inshallah tumeambiwa na Amisani pale ndio dua itafanyika kesho inshallah biidhnillah. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mama yake huyu aliyotangulia mbele za haki, Allah ampe kauli thabit na wao wafiwa ya Rabbi wote. Mwenyezi Mungu awape subra katika kipindi kama hichi kigumu cha kuondokewa na mzazi, kipindi kigumu sana. Mwenyezi Mungu awape subra na wapitishe katika kipindi kama hichi kwa salama inshallah, Allahumma amin. Na mjalie aliyetangulia huyo na wengine wote katika wazee wetu na ndugu zetu, Allah wasamehe makosa yao na awaingize katika pepo ya Firdaus Daala, Allahumma amin. Baada ya utangulizi huo, tuendelea na darasa yetu. Na katika juma lililopita, Alhamis iliyopita, tulimzungumza Rajau bin Haywa, huyu waziri mkuu wa dola ya Kiumawiya ambaye yeye ndio chanzo cha kutoa ushauri mpaka ukhalifa ukaenda kwa Sayyidina, ukaenda kwa Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum jami'an. Yeye mashauri yake ndiyo yalikuwa mazito, yakaamua nani awe khalifa wa Waislamu. Yeye ndio alitoa mashauri haya, na tulimzungumza huko kipindi cha nyuma Umar bin Abdul Aziz kwa mapana na marefu. Hatuna haja ya kurejea tena historia yake, itoshe tu kwa kuzungumza mawili. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz miaka aliyotawala yeye ni mwaka 99 na mwaka 101. 99 mpaka 101, karne ya mwanzo na karne ya pili mwanzo. Miaka miwili mitatu tu ndo ametawala, lakini kipindi chake cha utawala wake ndio kipindi cha pigiwa mfano. Neema zilienea katika nchi zote za Waislamu, mji mzima ulioenea khairi, kiasi ya kwamba imefika wakati anatafutwa maskini wa kupewa zaka hapatikani. Watu wote wamekinai na wana uwezo wao. Na sio hilo tu, kuna bibi mmoja yeye alikuwa kijijini kama wanavyoelezea wanaochuoni. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yeye alikuwa amekufa sehemu nyingine na huyu bibi yuko sehemu nyingine. Ikawa kuna mtu ametoka alipokufa Sayyidina Umar, alete habari huku kijijini kwamba Umar bin Abdul Aziz khalifa wa Uislamu amefariki. Yeye ndio mwanzo kuingia kwenye kijiji, aleta habari. Alipofika tu pale kijijini akakutana na bibi mmoja. Yule bibi akamwambia, amata khalifatul muslimin, je, amekufa khalifa wa Uislamu? Yeye yule ndio amekuja na habari, lakini yule bibi anamuuliza tayari. Akamwambia, kitu gani ya amata Allah, kitu gani kimekujulisha ewe mtumwa wa Allah? Umejuaje wewe na mimi ndio wa mwanzo naleta habari kama hii? Yule mwanamke, yule bibi amjibu yule bwana, amwambia kwamba tayari nimeona wanyama wanaanza kutafunana wenyewe kwa wenyewe. Kwa maana kwamba uadilifu wa Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ulienea mpaka kwa wanyama, ilienea ile khairi, mambo yametulizana kila kitu. Na yote ni kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya ule uadilifu na uchaji Mungu wake aliokuwa nao,
na lile jukumu kuliona zito tangu pale ambapo kwamba mwanzo atakaapewe aliliona zito. Leo wenzetu wengine unamkuta mtu anaufurahia saa ule majukumu au uongozi, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema vipi? Wa innaha khizyun wa nadama yawm alqiyama, ni majuto na ni adhabu siku ya kiyama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utaulizwa, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, utaulizwa wewe mpaka kuhusu wale watoto wako nyumbani, uliwalea vipi, uliishi nao vipi, familia yako. Sasa je, huyu ambaye kwamba amejitwika akajivisha jukumu la kuwa kiongozi labda wa jamii kubwa zaidi, masuala yake yatakuwa makubwa kiasi gani? Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu asema, naogopa mimi kwamba lau kama ngamia atajikwaa katika ardhi nyingine, naogopa nisije kwenda kuulizwa na Allah, kwa nini hukuweza kumsafishia njia ngamia akaweza kupita? Mtu umefika daraja kama hiyo. Kwa hiyo uongozi sio suala la kulikimbilia, ni suala ambalo kwamba la kulikataa kwa yule mwenye kujua dhima inayokuwa chini yake, sababu ya mazito mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe binadamu hata ujitahidi kadri gani, uwezi ukawa waweza kuwa mwadilifu, ukaweza utajitahidi ule ukiuwezo wa binadamu, uadilifu wa kinisbi tu, wa kiasilimia tu fulani umefanya hivi, lakini ule ubinadamu wako utaingia tu. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam mara nyingi alikuwa akisema vipi? Ya Rabbi, huku ndio kugawanya kwangu mimi na ndio nilichokiona usawa wangu ni huu, basi ya Rabbi usinichukulie katika kile ambacho kwamba kimepita kwenye moyo wangu. Mambo mazito yani. Baada ya kumaliza hivyo, tuingia kwa mwingine leo, anaitwa Amir bin Shurahabil. Amir bin Shurahabil, huyu kwa umaarufu wake anafahamika kwa jina la Ash-Sha'bi. Utakuta wengi wa makhatibu wakitoa khutba wanamtaja huyu bwana, waqala Sha'biyu, na akasema Sha'biyu, lakini ukimuuliza jina lake wakati mwingine mtu anaweza likampita, lakini kumbe jina lake ni Amir bin Shurahabil. Sasa huyu Amir, yeye huyu tukimsoma tuambiwa kwamba alikuwa ni mtu aliyokuwa na ilmu kubwa sana, lakini sio ilmu tu, ilikuwa ni mtu mpole na ni mtu ambaye kwamba alikuwa na cheo kikubwa katika Uislamu kwa ile ilmu yake aliyokuwa nayo. Sasa mtunzi anasema huyu bwana Ash-Sha'bi alizaliwa kabla ya kuisha uongozi wa Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu kwa miaka 6. Kwa maana tukichukulia amezaliwa kwenye miaka kama ya 16 hivi hijiria au 17, kwenye miaka hiyo hiyo amezaliwa, kwa sababu Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu ukhalifa wake umeisha kwenye miaka ya 20. Sasa hivi sisi tuko 1447, karne ya 15 hii. Sasa hivi huyu tunemzungumza ni karne ya mwanzo hijiria, Ash-Sha'bi. Kwa hiyo yeye amezaliwa kwenye miaka ya 16, 17 humo. Alipozaliwa ilikuwa ni mtu mwembamba mno kimwili, mwili wake ni mtu mwembamba, hana mwili mkubwa. Anasema sababu ya kuwa hivyo, wadhalika lianna akhahu, kwa sababu kaka yake zahamahu ala rahami ummihi, ni kama vile sio, ni mtoto ambaye hakuachishwa. Yule ndugu yake kazaliwa yeye, baada ya muda tu akatoka nani ndugu yake, bila kuachishwa yule mdogo wake kunyonya, labda akazaliwa yeye hapo kwa hapa, haikuchukua muda yani. Falam yada lahu majalan linumumi, hakupewa nafasi ya kukua, akazaliwa mdogo wake.
Lakini pamoja na hivyo kwamba yeye kazaliwa upesi upesi na ndugu zake wamefuatana, lam yastati' ba'da dhalika, huyo mdogo wake alizaliwa baada ya yeye, pamoja kwamba alishindana kwamba wamezaliwa kwa pamoja rika moja, hakuweza kushindana na kaka yake kifi majalati la ilmu, katika kutafuta elimu. Ukamkuta mtu huyu ana miaka 7, huyu ana miaka 6, lakini huyu wa miaka 7 katakadam, kakimbia mbio katika kutafuta ilmu, kaminyana na yule kacherewa, na bila aks, kinyume wakati mwingine. Dhalikum, huyo tunamzungumza ndio Amir, kazaliwa katika kipindi cha Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, na alikuwa ni mtu mwembamba, ni mtu ambaye kwamba hana makubwa, ni mtu aliyokuwa na akili na ilmu na mambo yale mazuri mazuri yote ndio aliambatana na yeye. Alizaliwa katika mji wa Kufa ambao sasa hivi ni Iraq, lakini siku zote pamoja kwamba amezaliwa Iraq, siku zote akili yake ilikuwa inalenga Madina tu. Yeye ndio alikuwa anatamani kwenda Madina, kanat mahwa fuadihi wa matmaha nafsihi. Kwa hiyo ilikuwa kila baada ya muda anakwenda zake kule Madina, liyalqa, ili akakutane na masahaba wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na akachukua elimu kwa wao. Lakini sio hivyo tu, yeye huku ananuia kwenda Madina kwenda kuchukua ilmu. Kuna masahaba wengine wao wanatoka Madina wanaenda Kufa kwa ajili ya jihad, wanaenda kwenye mji wa Kufa. Kwa kuna wakati akienda Madina anakutana na masahaba, na kuna wakati akiwa yuko huku Kufa pia kuna masahaba wengine wanaotoka Madina wanakuja wapi? Kufa. Fa utiha lahu, Mwenyezi Mungu alimpa nafasi huyu Ash-Sha'bi kukutana na nahwan min 500 masahaba, 500 masahaba, zaidi ya 500 min as-sahabati al-kiram kaunana nao, wa an yarwiya an adadin kabirin, na alikuwa Mwenyezi Mungu kampa nafasi sio kukutana nao tu, kupokea kwa wao. Hii ilmu watu waliokuwa nayo leo, ilmu ya hadithi au ilmu aina yote, ilmu ina kitu chaitwa as-sanad. Sanadi maana yake nini? Kwamba sisi tumeipokea hii ilmu, tumeipokea kwa watu, wale watu tuliopokea kwao wa mashekhe, nao wamepokea kwa mashekhe zao, na wale mashekhe zao wamepokea kwa mashekhe zao. Utafika mpaka ile nasabu inafika kwa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndio elimu inapokuwa. Na katika kitu ambacho kwamba wasiokuwa Waislamu wanaoonea gere Waislamu, kitu kikubwa mno ambacho kwamba hakipatikani katika sehemu nyingine yote, hakuna kama hichi kitu cha sanad, kwamba huyu kapokea kwa yule, huyu kapokea kwa yule. Ndio maana hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zimedhibitiwa, huwezi ukenda kutia lako mule. Kuna vitabu hasa vimechambua masahaba, majina yao na watoto wao na makoo zao. Alafu kuna vitabu vimechambua wale waliowapokea kutoka kwa masahaba, majina yao na wamepokea vipi, wamekutana nao. Na kuna wengine wakachambua wale ambao kwamba wamepokea na hawa. Hebu angalia kazi iliyokuwa hiyo, kazi sio kazi ndogo. Mtu ahifadhi majina ya watu, huyu amekutana na huyu, kiasi ya kwamba mtu aambiwa yule haipokelewi riwaya yake kwa sababu ni mtu mwenye kuchanganya mambo, au yule kwa sababu ni mtu muongo, au kwa sababu yule ni mtu ambaye hivi. Fani ya aljarh wa ta'dil, humo ndio watu wanajeruhiwa. Fulani anachanganya mambo, fulani ni muongo, fulani ni thika, fulani ni hivi. Hiyo ni ilmu ya sana. Sasa huyu Ash-Sha'bi Mwenyezi Mungu alimpa nafasi, na hiyo ni ilmu. Unaweza ukapoteza umri wako wote unasoma mambo hayo. Ilmu al-hadith katika ilmu pana, na ilmu ambayo kwamba inataka umri na inataka nafasi,
na inataka kichwa kweli kweli. Mwanamume ndio anaogelea kwenye bahari hiyo. Ndio humo utasikia mtu akwambia wa hadha alhadithu dhaifun, na hii hadithi hii ni dhaifu. Sio ukiambiwa hadithi ile ni dhaifu useme dhaifu tu hivi hivi wamehukumu kwa udhaifu. Mule ndani kuna mambo yamechunguzwa, likapatikana jambo la kuonekana kwamba kuna kitu kinachofanya paka hicho hadithi ile ni dhaifu. Sasa Shaabi yeye amepokea kwa masahaba, sababu yeye hakumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam na akamwamini, yeye ndo anaitwa sahaba. Ama ambaye kwamba amewaona masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye anaitwa at-tabi'i. Sasa huyu ni at-tabi'i ambaye tumsoma ash-Sha'bi, yeye kakutana na masahaba zaidi ya 500, mfano wa Ali bin Abi Talib, Sa'd bin Abi Waqqas, wa Zaid bin Thabit, wa Ubada bin Samit, wa Abi Musa al-Ash'ari, wa Abi Sa'id al-Khudri, wa Nu'man bin Bashir, na masahaba wengine kina Abdullah bin Abbas. Wote amekutana nao, na sio kukutana nao tu, akapokea vile ambavyo kwamba walivyokuwa navyo. Waqad kana ash-Sha'bi fatan, na alikuwa yeye ni kijana ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa akili yenye kufanya kazi, daqiqa al-fahmi, anafahamu kali ya kufahamu mambo, ana hifdhi ya kuhifadhi jambo kweli kweli. Faqad ruwiya anhu, imepokelewa kutoka kwake, annahu qal, kwamba yeye siku moja alisema huyu ash-Sha'bi. Sikiliza maneno anayosema, asema ma katabtu saudaa fi baydaa qat, sijawahi kuandika weusi kwenye weupe hata siku moja. Pressure kwa pressure tuambia swali haya. Asema hajawahi kuandika weusi katika weupe hata siku moja, ya kusudiwa kwamba huyu bwana hajawahi kuchukua kalamu akaandika kwenye karatasi hata siku moja. Kwa maana yote ambayo kwamba alikuwa akiasikia anafanya nini? Anayahifadhi tu, yanaingia akilini mwake. Sio hivyo tu, angalia anaendelea, anasema wala haddathani rajulun, wala hajawahi kunisimulia mimi mtu bihadithin, hadithi yoyote, illa isipokuwa hafidhuhu, hadithi ile ninaihifadhi. Wala sami'tu min imri'in, wala sijawahi kusikia kutoka kwa mtu kalaman, mazungumzo, thumma ahbabtu, kisha nikapendelea, ayuidahu alayya, kwamba arejee mazungumzo yake aniambie tena. Akishenisimulia jambo tayari limekwisha limeingia kwenye akili yangu. Hifdhi nzito kubwa kali. Sasa hivi mwambie mtu jambo, zungumza naye baada ya asr tu, muulize mtu tu tangu asubuhi akupangilia zile shughuli zake alizozifanya tangu alipoamka mpaka hii jioni kaingia msikitini magharibi ya sasa hivi, kuna mengine atafanya nini? Atayaruka, hakumbuki tena aliyosema wala nini. Sababu gani? Sababu kubwa, mashekhe zamani walikuwa wazee huko zamani, mzee akitaka kumpelekea salamu ndugie anaishi nchi nyingine, ni paka apate mtu mwenye kwenda kwenye hiyo nchi, achukue barua, karatasi na kalamu yake, aiandike kwenye ile barua, kisha amtafute huyo mtu mwenye kwenda nchi hiyo, ndio ampelekee zile habari zote zilizokuwa huku nyumbani Tanga, ndio ampelekea yule mdogo wake. Yule mdogo wake ile habari ataipokea baada ya miezi 2-3, ndio atapewa zile habari. Siku hizi shekhe, simu tulizokuwa nazo hizi ambazo ni neema, kwa sekunde moja, kwa dakika moja, mtu ana grupu 10, ana grupu la ofisini, ana grupu la shule la watoto wake wasoma shule, ana grupu la msikitini, ana grupu la family, hayo magrupu yote yaliokuwa nao kama magrupu 10, yote yanamletea habari kwa wakati huu, kwa wakati mmoja, yote yanasukumiza habari zake. Bado yale magrupu mengine yale ya mpira yale nayo hubo yabo, hadiambie kichwa hicho kitakuwa na uwezo kitakuwa na uwezo kweli wa kudhibiti mambo.
Ndio maana matatizo yamekuwa mengi, maradhi yamekuwa mengi, kwa sababu binadamu mmoja kwa siku moja apokea habari zaidi ya 10. Atatahamali wapi huyu? Ana uwezo huo upi? Yule amwambia hivi, yule amwambia kile, yule amwambia hichi, yule amwambia hichi. Ataweza wapi binadamu mmoja? Hawezi. Anaendelea, waqad kana alfata, na alikuwa huyu kijana pamoja na hayo tunayosema, mulian bililmi, anaipenda sana elimu. Sio hivyo tu, muhibban bilmaarifa, apenda kujua. Anatumia kila anachokimiliki, kitu cha rahisi na kitu cha ghali, ili kuweza kufikia kuipata elimu. Idh kana yaqul, ilikuwa akisema yeye siku zote. Huyu tunamsoma leo, huyu Shaabi, tutaona umuhimu wa ilmu na tutaona jinsi watu walivyokuwa kitumia nafasi zao katika kuitafuta elimu. Asema lau anna rajulan, yeye alikuwa akitumia kila kitu kwa ajili ya elimu. Lau anna rajulan, lau kwamba kuna mtu, atokee mtu, safara, akasafiri, min aqsa Sham, kutoka mwisho kabisa wa miji ya Sham, ila aqsa Yaman, mpaka ende Yemen. Atoke Tanga hapa tuchukule mfano, ende zake mpaka Kigoma, mwisho kabisa huko. Fahafidha kalimatan wahida, safari yake hiyo yote akahifadhi kalima hii moja. Tanfa'uhu, kalima ile ikamnufaisha, fima yastaqbilu min umrihi, katika anoyaendea katika umri wake. La raaitu anna safarahu lam yadhi, nitaamini na nitaona kwamba safari yake ile haikumpotea. Yani wewe ukitoka hapa leo usafiri mpaka wapi huko utapokwenda, kwa ajili ya faida moja itakayokunufaisha wewe katika umri wako, basi safari yako ile haijapotea bure. Ndio maana mimi siku zote huwa nawaambia watu hapa tukikaa kwenye darasa, maneno yangu makubwa ni nini? Pressure. Ukija hapa, ukifika muda umechoka, pumzika, lala hapa hapa, wala usione tabu. Mimi sina neno, najua watu tunatangu asubuhi tuhangaika, lakini usikubali eti kuanzia magharibi umekaa na mimi hapa mpaka Isha uondoki hata na kijifaida kimoja. Chukua moja tu, ukishaipata moja tayari, kama umeipata pumzika hapo. Yanitosha mimi leo hii, kutoshe kwamba huyu anasema kwamba huyu Shaabi anasema yeye asema katika umri wake hajawahi kuchukua weusi akauandika kwenye weupe, kwa jinsi alivyokuwa na hifadhi ilivyokuwa nini kali, hifadhi yake kali. Kuna watu leo tuwaona, sijui nani, kuna mmoja aliniambia yeye anapenda kubakisha hifadhi yake izidi kubakia, anahifadhi kwa siku, sio kwa siku, yani anapenda zile nambari za simu za watu aziweke wapi? Kichwani, ili akili yake ifanye nini? Ifanye kazi. Katika mambo ambayo kwamba yatakuhifadhi akili yako, moja wapo, ukitaka mpaka ufike utu uzimani wewe akili yako iwe safi, Qur'an. Wataka uhifadhi akili yako, macho yako yasitoke katika kuiangalia na uipende, uisome, basi wewe utahifadhi akili yako hata utu uzimani. Waqad balagha min ilmihi, angalia sasa hapa, sikizeni mambo ya ajabu leo, mtasikia ajabu mingi sana. Asema waqad balagha min ilmi, elimu yake ilifika kiwango, annahu kana yaqul, ilikuwa akisema huyu Shaabi akisema, sikiza anaosema, aqallu shay'in, katika jambo la uchache nililojifundisha, aqallu shay'in ta'allamtuhu, jambo la udogo kabisa nililojifundisha, ashiri, ni mashairi, hilo ndo la uchache. Sasa sio hivyo tu, asema wala ushitu, na lau kama nitataka, la anshatukum, nitawatoleeni hayo mashairi nilojifundisha ambayo ndo machache, minhu shahran, mwezi mzima mimi nasoma mashairi nilojifundisha, duna an uida shay'an mimma anshatuhu, basi na kurudia hata beti moja katika yale ninayosema, mwezi mzima. Asema katika machache aliyojifundisha ni katika fani ya nini? Mashairi. Sasa katika hiyo fani ya mashairi, lau kama ataamua aoneshe ubingwa wake katika fani ya mashairi, ataamua muda wa mwezi mzima
aanze kutoa mashairi kwa mwezi mzima, kuanzia asubuhi mpaka jioni atatoa mashairi mwezi mzima bila ya kurudia shairi la hata moja. Yani akisoma shairi la mwanzo ujue akilisoma la pili sio la kwanza, akilisoma la pili sio hivyo hivyo, mpaka mwezi mzima uishe bila ya kurudia beti hata moja. Ukiambiwa usome mashairi matano tu kwenye akili yako itakuwa hayapo. Sisemi mashairi, mimi nakwambia Qur'ani, mtu kwenye moyo wake ile juzuu amma pia itakuwa haipo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mfano wa muumini ambaye hajui Qur'ani, mfano wa mtu ambaye kwamba hajui Qur'ani ni sawa na nyumba iliyokuwa nini, al-kharib, nyumba mbovu, nyumba jigofu lile. Hata juzuu amma basi huna wenzangu, hata kuanzia idha zulzila mpaka kul huwallahu ahad huwezi kuzihifadhi kimoyo moyo, ukasema wala adiyati naijua, al-qari anaijua. Mtu hana kabisa. Huyu mwenzetu asema chache nilojifundisha ni elimu ya mashairi, na lau kama nitataka nisome mashairi niloyahifadhi nitasoma muda wa mwezi mzima bila ya kurejea. Wakanat, na ilikuwa tuqadu lahu halqa, zilikuwa zikikitwa halqa fi jami'i al-Kufa, katika msikiti ule wa Kufa pale Iraq. Fayaltafu an-nasu hawlahu, watu wanakwenda kuzunguka kwake. Zumaran zumaran, makundi kwa makundi, watu wanazunguka yeye anazungumza. Sio hivyo tu, wa ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ahyaun, wakiwa hai, wanakwenda na wanarudi, wanamuona chuma kile ash-Sha'bi kinatoa hadithi za bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ujasiri aliokuwa nao. Bal inna Abdullah ibn Umar mtoto wa Saidina Umar bin al-Khattab asema sami'ahu, alimsikia Abdullah ibn Umar alimsikia Sha'bi dhata marra, siku moja, yakusu ala nas, anawasimulia watu akhbar al-maghazi, habari za vita zilizotokea wakati wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anawaelezea madogo ya yale vita na makubwa na mambo vijidogodogo, vitu vyote vya vile visa, kwamba Mtume labda alichukua mnyama huyu akienda kukita kambi hapa, anaeleza yale mambo. Yule Abdullah ibn Abbas akamwangalia yule Sha'bi anavyowasimulia watu, akatulia, kisha akasema na yeye Abdullah ibn Abbas asema, laqad shahidtu ba'dha ma yaqusuhu, mimi nimeyaona haya, ni hadithia baadhi yao nimeyaona kwa macho yangu, biainaya, kwa macho yangu haya mawili, wasami'tuhu biudhunaya, na mengine nimeyasikia kwa masikio yangu haya anayasimulia huyu Sha'bi. Wa ma'adhalika, pamoja na hivyo, fahuwa arwa lahu minni, yeye katika usimulizi yuko thabiti zaidi na yuko hodari zaidi kuliko mimi. Shahada hiyo ya sahaba wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, anashuhudia kwa kwamba Sha'bi ni hodari zaidi katika kusimulia kuliko mimi. Wa shawahidu saati ilmi Sha'bi wa hudhuri dhihnihi, na ushahidi wa kuonesha kwamba huyu bwana alikuwa na elimu kubwa na ilmu ghazira na ilikuwa kubwa, ushahidi huo ni mwingi mno. Sikiliza sasa, anaanza kutolea ushahidi juu ya elimu wa huyu bwana. Min dhalika, katika ushahidi unaonesha kwamba huyu bwana alikuwa sio mchezo, ma rawahu an nafsihi, yeye mwenyewe anasimulia, anasema atani rajulan, walinijia mimi watu wawili. Sha'bi anaelezea mwenyewe, yatafakharan, wale watu wanajifakharisha, kila mmoja anaeleza ukubwa koo lake na ukubwa wa familia yake. Ahaduhuma, katika wale watu wawili, min bani Amir, anatoka katika koo la bani Amir. Mmoja anatoka koo fulani, chukua koo lolote lieke ili ufahamu. Wal akharu min bani Asad, na mwingine anatoka koo la bani Asad. Wale watu wawili wamemjia nani? Ash-Sha'bi. Waqad ghalaba al-Amiri, lakini yule bwana wa koo la Kil-Amiri yule amemshinda mwenzie wa bani Asad. Yule al-Amiri katika kujifakharisha na katika kueleza zile sifa zake na kueleza jinsi alivyokuwa, amemshinda mwenziwe. Wa ala alayhi, na amekaa juu yake. Wa akhadhahu min thawbihi,
ikawa amemshika nguo yake, wajaala yajuruhu nahwi jarran, ikawa amvuta yule jamaa kwa kuja kwangu mimi kumvuta. Sasa mmoja ni Bani Amir, mmoja ni Bani Asad, wamejifakharishana mpaka sasa wakaingiana kwenye kuburuzana mpaka kwenda zao kwa Ashabi. Walipofika pale, yule jamaa Bani Asad anamwambia Shabi, mimi bwana anifanyia hivi, akiwa ni mnyonge, huku anamwambia yule mwenziwe, niachie bwana, mimi niachie, mbona wanifanyia hivi? Walamiri, na yule anayeambiwa amwachie mwenziwe, yakulu lahu, anamwambia yule mwenziwe, wallahi la adauka hatta yahkuma ash-sha'bi li alayka, sikuachii mpaka tuone kati ya mimi na wewe, tuhukumiwe na Sha'bi, nani mwenye ubora mimi kati ya mimi na wewe, nani mwenye matukio mazuri mazuri. Maana mimi nishakuburuza, nishakushinda, nimekushinda. Faltafaltu ila al-Amiri, Sha'bi yasema nikamwangalia yule al-Amiri alemburuza mwenziwe, alemshika nguo. Wa qultu lahu, nikasema kumwambia yeye, da sahibaka hatta ahkuma bainakuma, hebu mwachie ujamaa yako mpaka mimi nitoe hukumu. Thumma nadhartu, Sha'bi yasema kisha nikasimama nikamwangalia yule bwana alioshindwa katika kutaja kujifakharisha, nikamwangalia. Akamwambia, mali araka tatakhadhalu lahu, mbona nakuona uko dhaifu mbele ya huyu bwana wewe, una nini wewe? Nyie nyote watu wakubwa, koo hili kubwa na koo hili kubwa, lakini mbona mnakuona wewe umekaa dhaifu wewe? Yule jamaa kakaa kimya, yule jamaa wa Asadi. Sasa angalia al-Sha'bi anaanza kumtajia sifa za koo lake. Sasa koo la yule alioshindwa, amwambia, walaqad kanat lakum, nyie koo lenu mlikuwa na mafakhir, mambo makubwa ya kujifakharisha, hayajapatikana makubwa hayo minal arab, kwa Waarabu wote hayajapatikana mambo hayo kwenu nyie, isipokuwa kwenu nyie tu. Watu wawili, mmoja koo la Bani Amir, mwingine koo la Bani Asad. Katika kule kufakharishana kwao, yule wa Bani Asad akashindwa, lakini kawa mnyonge, wakenda zao mpaka kwa Sha'bi. Sha'bi akamwambia, wewe mbona nakuona umekuwa dhaifu, wewe hutakiwi uwe hivyo ulivyo, koo lako wewe ni kubwa mno, lilikuwa na mambo ambayo kwamba mambo hayo hayakupatikana kwa makoo yote ya Waarabu kabla ya nyie. Nyie koo lenu ndo lina mambo hayo. Akamwambia, awaluha, jambo la mwanzo ambalo limepatikana katika koo lenu haliko kwa Waarabu wengine, annahu kanat minkum, kwenu nyie koo la Asadi kulipatikana mraatun, mwanamke, khatabaha sayyidul khalq, mwanamke aliposwa na mbora wa viumbe Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khatabaha sayyidul khalq Muhammad ibn Abdillah, fazawajahu Allahu iyaha min fawqi 7 samawati. Koo lenu nyie lilikuwa na mwanamke, mwanamke huyo aliposwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na baada ya kuposwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaozeshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amri ya kuozeshwa kwake ilitoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hilo la mwanzo nakupa, kama hujui koo lenu nyie ni kubwa, chukua la kwanza. Wa kana safiru bainahuma, na ilikuwa kama vile uweza ukasema ni mshenga katika ile ndoa, Jibrilu alayhi salam ndio mshenga, ndio anapeleka ile huko apose huko. Wajua nani? Innaha ummul mu'minin Zainab binti Jahsh. Huyu Zainab binti Jahsh, yeye huyo anatoka kwenye koo la nini? Koo la Asadi. Sasa mbona wewe uko dhaifu hivyo, wakati wewe kwenye koo lenu kuna jambo ambalo kwamba lau kama utamtajia huyo jamaa wa Kiamiri ataje, hawezi kusema kitu chochote, atanyamaza kimya. Na ndio maana siku moja alikaa Aisha ummul mu'minin radhiyallahu anha, alikaa na huyu Zainab binti Jahsh.
kila mmoja aelezea fakhri yake na mambo yake. Zainab binti Jahshi akaanza akazungumza akasema, wewe nini Aisha wewe? Aisha alianza kusema, mimi bwana wake Mtume SAW wote wameolewa wakiwa wakubwa, mimi nimeolewa ni mdogo. Sawa, twende na yule ataja lake. Ikafika wakati huyu Zainab binti Jahshi akataja lake akasema, mimi bwana posa yangu nyie nyote baba zenu ndio wamewaozesheni, mimi ndoa yangu imetawaliwa na kuozeshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio amri ya ndoa yangu imetoka kule. Na chanzo cha kisa hicho nini? Ni Zaid bin Haritha. Katika suratul Ahzab Mwenyezi Mungu ameuelezea mkasa wake kwa vizuri kabisa, kwa utamu kabisa, ukisoma mwenyewe wasikia raha. Huyu Zaid bin Haritha, yeye huyu alifanywa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kama mtoto wake. Sio jina lake aitwa Zaid bin Haritha, alikuwa aitwa Zaid bin Muhammad, ndio jina analoitwa na ndio watu wanaomfahamu nalo. Ikashuka aya kwa sababu kalelewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wakaambwa ud'uuhum liabaihim, kila mtu aitwe jina la baba yake. Zaid bin Haritha likatoka akaitwa jina lake Zaid bin Haritha baada ya kuitwa Zaid bin Muhammad. Sasa ikaja kadhia, yule Zaid ameoa mke, yule mke aliyemuoa watu bado wanachukulia kwa kuwa yule amelelewa na Mtume, basi hata yule mkewe itakuwa Mtume ni mkwe wake na ni kama vile mtoto wake Zaidi, hawezi kumuoa yule mkewe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akataka kuibatilisha hili jambo, kwamba yule madamu ni mtoto wa kumlea mkewe, hakuna neno kwenda kumuoa ikiwa watatengana. Lakini jambo tu kulishushia aya halitoshi, lazima liende kwa vitendo. Zaidi anaye mke, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia mtume wake, yule mke wa Zaidi pale lazima wataachana, na wakishaachana wewe Muhammad watakiwa ukamuoe yule mke wa Zaidi, ambaye yule Zaidi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamchukulia ni kama mwanawe na ilikuwa akimpenda kweli kweli. Aya inashuka kwenye Qur'an, wa idh taqulu lilmu'minina wa idh taqulu alladhi an'amta alayhi wa idh taqulu alladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika. Zaidi anamfuata mtume anamwambia, ya Rasulullah, bwana huyu mke mimi anisumbua, huyu mke hivi. Sasa mtume atakiwa amwambie yule atengane naye, amwambia amsika alayka zawja, kana mkeo, wattaqillaha. Mwenyezi Mungu amwambia watukhfi fi nafsika, walificha jambo kwenye nafsi yako, mallahu mubdihi, Mwenyezi Mungu atalidhihirisha, watakhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Falamma qada Zaidun, ndio sahaba pekee alitajwa kwa jina lake kwenye Qur'anul Karim. Falamma qada Zaidun wataran zawajnakaha, tukakuozesha. Mwenyezi Mungu mwenyewe akamuozesha mtume wake bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa yule bwana amwambie, wewe bwana, wewe wa Kiasadi, wewe unakuwa mnyonge wakati kwenye koo lenu kuna sifa ambayo kwamba haipatikani kwenye koo jingine lolote zaidi ya koo lenu. Hilo la kwanza. Amwambia la pili, wa thania annahu kana minkum rajulun min ahli aljanna, nyie kwenye koo lenu kulikuwa na mtu ambaye mtu huyo ni katika watu wa peponi, yamshi ala al-ardhi, anatembea kwenye ardhi. Koo lenu lina mtu, ni mtu wa peponi, anatembea kwenye nini? Kwenye ardhi. Yule bwana akakaa asikiliza, akaangalia, akaona hajui nani, akaambiwa wa huwa Ukasha. Jamaa mwenyewe nani? Ni Ukasha. Ukasha ndio yule aliyeomba dua, akaombewa dua, akasema kwamba ya Rabbi, mimi na mimi, aliambiwa ombe atakacho, akaambiwa, akasema mimi nataka pepo, akaombewa kuipata pepo. Jamaa mwingine pale pale naye akasema na mimi nataka, akaambiwa sabaqaka Ukasha, amekutangulia Ukasha, umechelewa. Kwa hiyo huyu naye Ukasha yuko kwenye koo lenu, wewe mbona umekaa kinyonge nyonge? Yule ajifakarisha, sisi koo letu tuna kile, tuna hichi.
wewe koo lenu lina mtu ni katika watu wa peponi, anatembea katika hii ardhi. Aendelea amwambia, wa kanat hadhihi lakum ya bani asad wa lam takun lisiwakum minan nas, hakuna mwingine zaidi yenu nyewe. Jambo la tatu amwambia, anna awwala man baya'a bai'ata ridwan, mtu wa mwanzo ambaye kwamba alikwenda kukubaliana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumtii Mtume katika hali ya furaha na hali ya dhiki, kana minkum, atoka kwenu nyie Bani Asad. Faqad jaa sahibukum, alikuja rafiki yenu mwenzenu kwenye koo lenu, Abu Sinani bin Wahab, ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, ya Rasulullah, mimi nimekuja nikuchague kwamba mimi nitakuwa na wewe katika shida na dhiki na furaha na kila kitu, bai'atu ridwan. Huyu mtu wa mwanzo kwenye bai'a ile atoka kwenye koo lenu nyie Bani Asad. Akamtajia mambo kibao, mambo takriban mambo 6 yanatoka kwenye koo lao, hayapatikani koo jingine lolote la Waarabu isipokuwa koo lao wao. Anaendelea anasema, walamma alatil khilafa, uongozi ulipokwenda kwa Abdul Malik bin Marwan, kiongozi wa mwanzo wa kidola ya Kiumawiya, kataba ila al-Hajjaj, Abdul Malik bin Marwan akaandika barua kumpelekea Hajjaj, mfanyakazi wake katika mji wa Iraq. Amwambia na kuomba Hajjaj, huyu ni mfalme Abdul Malik bin Marwan, kamwandikia Hajjaji barua, amwambia na kuomba kwenye barua hii uisome, na ninachokitaka uniletee mtu kutoka huko kwako Iraki huko, mtu ambaye kwamba atakuwa ni mpambe wangu na mtu mwenye kunihadithia hadithi na kunisaidia mawazo, atakuwa karibu kwenye majilisi yangu, nitafutie mtu hapo Iraq. Kamwandikia Hajjaji. Hajjaji ikamfikia ile barua, akaisoma, akaangalia watu wake aliokuwa nao, hakumuona mtu wa kumpelekea yule mfalme Abdul Malik bin Marwan zaidi ya kumpelekea huyu Shaabi. Akamwambia, bwana Shaabi, mimi ninachokuomba utoke hapa uende kwa Abdul Malik bin Marwan, uende huko. Akaenda mpaka kufika kule, ikawa ndio mshauri anemshauri kwenye mambo almulimmat, yale mambo mazito, mambo ya kuchanganya, na akawa ni balozi wake anemtumia kumtuma sehemu mbalimbali. Na siku moja Abdul Malik bin Marwan, baada ya kwamba kishempokea huyu Shaabi, akawa anamtumia kukaa naye na kuzungumza naye hadithi mbalimbali. Siku moja akaamua amtume kwa Malik Rum, mfalme wa Roma. Akachukua barua, akaiandika na mambo yake kule, kisha akamtumiza kule bwana Shaabi. Falamma wafada, alipofika kule kwa mfalme wa Roma, wastamaa ilayhi, akamsikiliza, basi yule mfalme wa Roma, ukhidha bidhakaihi, akashangazwa mno na akachotwa akili yake mno kwa akili aliyokuwa nayo yule Shaabi. Waduhisha min dahaihi, na akili aliyokuwa nayo akashangazwa sana. Huyu mtu uko hivi, kila anachokizungumza hakirejei tena, azungumza chengine. Watu wapo hao, Mwenyezi Mungu amewapa. Wa ujiba bisi'ati ittilaihi, na akashangazwa na jinsi anavyojua thaqafa mbalimbali. Wewe ukikaa na baadhi ya watu, kama ukae na samahata Sheikh Ahmed bin Hamad al-Khalili, mufti wa Oman, Allah muhifadhi, ukimuona anazungumza kwenye pande za lugha ya Kiarabu, utasema huyu amechelewa kuja zama hizi, sio zama zake. Akizungumza kwenye fiqh, utasema huyu bwana sio mchezo. Akizungumza kwenye mambo ya hizi ilmu za kisasa, haya mambo ya falak na mambo ya ulimwengu unapokwenda na nini, utasema hii ndio fani yake hasa. Kila jambo Mwenyezi Mungu amempa kuwa ya ajabu ya hifadh. Baadhi ya vitabu vinapokea vinasema kwamba kwa siku moja ana uwezo kuhifadhi jilsa moja, kikao kimoja, mpaka mabeti 700.
700, yani kusema mabeti la kwanza, la pili, la tatu, la nne, la tano mpaka 700, kitako kimoja tu. Amehifadhi Qur'ani, umri wake haujapita hata miaka 10, kijana mdogo kabisa na ilmu. Lakini hiyo yote nini? Wattaqullaha wa yuallimukumullah. Unapokuwa unamuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu anakufungulia katika yale maarif. Ananiambia sahibi yangu mmoja leo hii, anaambia mtu ukitaka kuwa na ufahamu mkubwa, miongoni mwa auradi mtu ukizitaka ni kukithirisha kusema sana ya Halim, ya Halim, ya Halim. Yani litumie jina hili la Mwenyezi Mungu kwamba ni mjuzi, na wewe muombe kupitia jina hilo. Sema kwa wingi, Mwenyezi Mungu mwenyewe anamfungulia amtakaye. Kwa ule mfalme wa Roma akashangazwa na ule akili yake na itilai yake kujua mambo, fastabqahu, akambakisha kwake yeye ayaman, masiku mengi. Akamwambia, bwana mimi ninachokuomba ukae na sisi. Falamma alaha alayhi, akalazimisha yule bwana, akamwambia, bwana mimi naomba nirudi zangu Dimashq, siwezi tena kukaa huko. Kakazania, mwisho yule bwana akamruhusu, akamwambia sawa basi wewe rudi kwenu. Basi yule mfalme wa Kiroma akamuuliza yule Shaabi, akamwambia, amin ahli baiti almulki anta, wewe unatoka katika nyumba ya ufalme wewe, yani koo lako linatoka kwenye ufalme? Baada ya kuona akili yake kubwa akamuuliza hivyo. Faqal ash-Shaabi, akajibu akamwambia, la, mimi sitoki kwenye koo la kifalme, wa inma ana rajulun min jumlati almuslimin, natoka kwa ni mtu tu katika waislamu kama waislamu wengine. Falamma adina lahu birrahil, alipoomba akamruhusia sasa, akamwambia haya nenda rudi Damashki, ushamaliza shughuli zako rudi wewe. Akamwambia, idha raja'ta ila sahibik, ukirudi kwa sahibi yako, yani mfalme wako sasa wa Kiislamu Abdul Malik bin Marwan, ukirudi kule na ukafika na ukamwelezea yote ambayo kwamba umeyakuta huku, chukua hii barua nakupa nayo umpe. Chukua hii. Chukua barua, akaikunja, akamwambia, naomba ukifika mpe na hii barua. Shaabi alitumwa na mfalme wa Kiislamu Abdul Malik bin Marwan kwenda kwa mfalme wa Kiroma, kafanya shughuli zilizotakiwa, kamaliza shughuli zake. Yule mfalme wa Kiroma ameshangazwa na uhodari wake na akili aliyokuwa nayo, akamwambia, bwana ukirudi huko nitolee salamu, lakini na hii barua nakupa mfikishie mfalme wenu. Falamma ada, aliporudi Shaabi ila Dimashq, badara ila liqai Abdul Malik, akafanya upesi kukutana na mfalme. Wa afdha ilayhi bikulli ma raahu wa sami'ahu, akamwelezea yote aliyoyaona na kuyasikia kule. Wa ajabahu an jami'i ma sa'alahu anhu, akamjibu yote aliyoulizwa. Vipi huko watu endelea vipi? Huko kuna 1 2 3 4, vipi huko? Kila kitu akawa anajibu. Walamma nahadha liyansarif, alivyoinuka sasa ataka kuondoka, qal, akasema, ya amira almu'minin, ewe amiri wa waumini, inna malika Rum, hakika mfalme wa Rum, hammalani laka hadhihi, amenibebesha mimi hii barua, ujumbe amenibebesha na ameniambia nikupe wewe. Wansarafa, kisha yule bwana akaondoka Shaabi. Falamma qara'aha Abdul Malik alipoisoma ile barua, qala li ghulmani, akasema kuambia wale watu, rudduhu alayya, hebu mrejesheni yule Shaabi arudi. Faradduhu, wakamrejesha ndani, akaletwa. Faqala Abdul Malik li Shaabi, Abdul Malik yule mfalme wa Kiislamu akamwambia Shaabi, aalimta ma fi hadhihi alwaraqa, wajua kilichokuwemo katika hii barua, katika ujumbe uliobeba? Faqala, akasema Shaabi, la ya amira almu'minin, nisijui, mimi umenituma na kule nilipofika nimetekeleza, yule bwana kanipa hii barua nikuletee wewe na sijui chochote kilichokuwemo. Faqala Abdul Malik amwambia Shaabi, laqad kataba ilayya maliku Rum
mfalme wa Roma ameniandikia yakul, anasema ajibtu lilarab, na washangaa wa Arabu, kaifa mallakat alaiha rajulan ghaira hadha alfata, vipi wamempa ufalme mtu asiyekuwa huyu kijana. Yani ujumbe ule kwa kwenye ile karatasi aliosoma yule bwana, ujumbe wenyewe yule Maliki Ruma anasema vipi Waarabu wameziweza nafsi zao wakamfanya kiongozi asiyekuwa huyu kijana. Fabadarahu Shabi, Shabi akaiwahi mbio yale maneno, qailan, akasema inma qala hadha li annahu lam yarak, ameyasema haya kwa sababu haja kuona wewe. Walau raaka ya amira almu'minin lama qalahu, lau kama angelikuona asingesema haya. Faqala Abdul Malik yule mfalme, angalia Waarabu walivyokuwa sawa bwana, akasema kumwambia yule Shaabi, afatadri lima katabta ilayya malikur rum bihadha, wajua kwa nini mfalme wa Roma ameniandikia mimi maneno haya? Letea mimi, wajua kwa nini ameniandikia? Faqala Shaabi akasema la ya amira almu'minin, mimi sijui kwa nini ameandika upuzi huo. Ndio maana yake, yani sijui kwa nini ameandika mambo hayo. Faqala Abdul Malik akamwambia yule Shaabi, amwambia inma kataba ilayya, ameniandikia mimi haya liannahu hasadani alayka fa arada an yughriyani biqatlika watakhallus mink, anachotaka kwamba antilie hasadi baina yangu mimi na wewe, nikuchukie alafu nikufanya nini? Ukate shingo yako ni kubwa. Ndio maana ameandika, kwa sababu lau kama angeniambia tu nikuue isingewezekana. Alete maneno ambayo kwamba yatakuwa ni maneno ya chuki. Wewe shekhe, wewe mtu akwambia maneno kama shekhe, nyie bwana mna mtu kama huyu, alafu hapa mna kiongozi asiyekuwa huyu, utampenda tena yule mtu? Mtu kujua sehemu kuna mtu ambaye kwamba akushinda kwa jambo fulani, kwako tayari ni chuki kwenye moyo wako. Sasa je, leo upate mtu kiongozi mkubwa wa nchi nyingine azungumzie akwambie wewe hivyo, utambakisha huyo? Lazima yule ummalize tu. Fabalagha dhalika malika Rum, lile jambo likamfikia mfalme wa Rum kwamba bwana mfalme Abdul Malik kasema kwamba wewe umeandika yale ili upate kumtia hasira, ili apate kumuua yule Shaabi. Faqal lillahi abuhu wallahi ma aradtu ghaira dhalik, sikukusudia mimi isipokuwa lilo tu, ndio nilokusudia mimi kwamba amuue yule. Kwa ukashtuka. Waqad balagha ash-Sha'bi fi al-ilm, Shaabi alifika kwenye ilmu, ikawa wakitajwa watu, kuna watu wakitajwa basi na yeye anatajwa vile vile. Kwa mfano akitajwa Az-Zuhri, akitajwa Sa'id bin al-Musayyab fi al-Madina, basi anatajwa na yeye Amir ash-Sha'bi fi al-Kufa, na Hasan al-Basri fi al-Basra, wa Makhul fi al-Sham, wa Jabir bin Zaid fi al-Basra. Wakitajwa wale wanaochuoni wakubwa na yeye anakuwa miongoni mwake. Lakini ash-Sha'bi, pamoja na hivyo, huyu Shaabi tunemsoma, kana litawadhuhi, alikuwa kule kunyenyekevu aliokuwa nao, yakhjal, anaona aibu, idha khalaa alayhi ahadun laqaba alalim, pale mtu yoyote atapomwekea jina akamuita mwanachuoni au shekhe, anaona aibu na anaona tabu sana. Jina la shekhe, kuitwa shekhe, anaona tabu, anaona kama hastahiki. Faqad khatabahu ahadahum qailan, siku moja kuna mtu mmoja, khatabahu ahaduhum, kuna mmoja alimhutubia Shaabi kwa kusema, ajibni ayuha alfaqih, ewe mwenye ilmu mwenye fiqh nijibu basi. Kamuuliza alafu amwambia nijibu wewe shekhe mwenye ilmu. Faqal, kisha yule bwana Shaabi baada ya kuambiwa yeye ana ilmu akasema, waihak, ole wako wewe, una nini wewe? Usipate rehma za Mwenyezi Mungu, usikae kunisifu mimi bima laysa fina, ambacho sinacho mimi. Alfaqihu, mwenye fiqh ya kweli,
man tawarraa an maharimillah, yule ambaye kwamba atakayejiepusha na mambo ya haramu. Ili lichukue mwenye fiqhi wa kweli, sio yule ambaye kwamba amesoma ana nini. Mwenye fiqhi ya kweli ni yule mwenye kujiepusha na mambo ya nini, ya haramu. Wal alimu, na mwenye ilmu kweli kweli, man khashiya Allah, mwenye kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa aina nahnu min dhalik, sisi tuko wapi? Na leo ukishaitwa shekhe, siku ikitokea bahati mbaya ukaitwa jina lako likaondolewa lile shekhe, ukaitwa jina kavukavu, basi unabadilika uso wako. Ushezoea ile shekhe. Wenyewe wanakuambia shekhe na alimu na faqihi wa kweli ni yule ambaye kwamba atajiepusha na mambo ya haramu, na alim ni yule ambaye kwamba mwenye kuwa na khashia ya kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna mtu hajamaliza hata kitabu cha fiqh hata kimoja. Bibi zetu na mababu zetu wa zamani maskini walikuwa hawajasoma vile tulivyokuwa navyo sisi. Sasa hivi tuwaviona kwamba tumejua japo kusoma 2-3, lakini walikuwa hawachezei swala zao, walikuwa Qur'ani haziwapiti kuzisoma, nyiradi haziwatoki. Hasa hawa ambao kwamba sasa hivi wamesoma wako mbali kabisa na hayo. Vipi hawa watakuwa mafaqihi? Wa alimun biilmihi lam ya'mala ashaddu fi at-ta'dhibi mimman jahila, alijua jambo alafu asilifanyie kazi, adhabu yake ni kubwa mno mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuliko yule ambaye kwamba alijua. Awal wa mwanzo ambaye kwamba atawashiwa moto ni yule ambaye amejifundisha mambo. Na katika kitu chenye kutisha binadamu ni kuwa wewe wajua mambo alafu uyafanyie kazi, kwa sababu utakwenda kuadhibiwa kwa kujua na kwenda kuadhibiwa kwa nini ulijua alafu usifanyie kazi. Wajua kwamba wewe alfitna mbaya kuliko chochote, wajua wewe dhulma ni mbaya, wajua uongo ni mbaya. Waambiwa mtu ukizungumza uongo, tanaha anhu, malaika wale waliokuwa wawili pale wanakuwa nini, kwanza wanakaa pembeni kwa ile harufu mbaya unafanya nini, unaitoa. Sasa wayajua yote haya, lakini waufungua mdomo wako waendelea. Sasa unakuwa mbaya na unatisha zaidi, ukasogea mpaka ukawa wazungumza kwenye dini mambo ambayo kwamba huna ilmu nao yajua. Kuta mtu uulizwa swali, umekaa mbele za watu ukaulizwa, ulijui jibu lake lile swali, lakini unalo minyana ili uonekane shekhe hajashindwa. Wewe hujafika bado. Sema mimi sijui, nitakwenda kulifungulia vitabu niangalie, nitarudi nitawajibuni. Kwani malaika walipoulizwa wakasema vipi? La ilma lana illa ma 'allamtana, tuna ilmu sisi bwana. Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'anul Karim, wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihun. Ukizungumza kwenye dini ambalo ulijui, huwezi kufaulu wewe. Sema mimi sijui bwana, talifanyia kazi. Kisha akaendelea, walaqad sa'alahu akhar an mas'ala, kuna bwana mwingine alikuja kumuuliza Shaabi suala, fa ajaba Shaabi akajibu akasema, katika swala hili ule niuliza Umar amesema kadha, Ali amesema kadha, na sahaba fulani amesema kadha, na mwingine amesema kadha. Yule bwana baada ya kusikia wale watu wote, huyu kasema kadha na huyu kasema kadha na huyu kasema kadha, akamuuliza eti na yeye, madha taqulu ya aba Amr, na wewe wasema nini Shaabi rai yako? Fabtasama fi istihya'in, akatabasamu kwa haya, waqal, akasema nitafanya nini mimi kwa kauli yangu
nikisema neno ikiwa tayari nishatanguliza Umar amesema hivi na fulani amesema hivi, na nini tena mimi thamani yangu? Ndio unamkuta mtu ananukuu maneno ya wanachuoni alafu kisha eti anasema na mimi lakini ninavyoona anaona hivi. Man ant, hata michanga ya viatu ya wale uliowataja hujafika, michanga ya viatu vyao hujafika wewe, alafu unataka kuzungumza kwenye elimu zao. Kuwa na adabu, nukuu vile vile walivyonukuu wanachuoni, nasema hii ndio kauli zao, hawa hivi ndio wanavyosema. Wewe ni mnukuu tu, anta mazilta, wewe bado ni muqallid, unanukuu kwa wanachuoni, hujafika marhala ya kwamba eti una jitihada yako, unaona hili hivi, unaona hili hivi, unaona hili hivi. Waqad kana ash-Sha'bi yatahalla bikarimi shamail, ana sifa nzuri wa jalili al-khasail, na sifa zote nzuri. Pamoja na hivyo, kana yakrahu al-miraa, alikuwa akichukia mijadala na anajiepusha siku zote min al-khawdhi fima la yaanihi, katika kuzungumza mambo na kuingilia yasiyomuhusu. Falaqad kallamahu ahadu ashabihi dhata yawmin, kuna bwana mmoja siku moja alimzungumzisha. Faqal, akasema kumwambia ewe Sha'bi. Sha'bi akazikia labbaik. Faqal, yule mtu akasema, amuuliza Sha'bi, ma taqulu fima yatakallamu fihi an-nas min amri hadhaini rajulaini, wasema nini kuhusu watu wawili, watu wanavyozungumza? Kuna watu wawili, watu wanaozungumza kwenye mji siku hizi sana, wewe rai yako vipi katika hao watu wawili? Faqala Sha'bi, Sha'bi akasema, ayu rajulaini tani, wakusudia watu wawili gani hao? Faqala, yule bwana alimuuliza Sha'bi akasema, Uthman wa Ali, kuhusiana na sahaba Uthman na kuhusiana na sahaba Ali, wasemaje? Faqala Sha'bi, Sha'bi akasema, inni wallahi la fi ghinan, mimi nimejitosheleza, an ajia yawm alqiyama khasiman, naogopa nisije nikenda siku ya kiyama nikawa hasimu wangu wa kwenda kusimama naye siku ya kiyama akawa ni Uthman bin Affan na Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, naogopa. Sasa leo mkuta mtu eti hawa masahaba kwa walioyafanya makubwa kutetea hii dini, anazungumza kama vile anavyozungumza kitakataka chengine tu. Fulani hivi, fulani hivi. Wewe ndio ulizwa ya wale, wewe ndio ulizwa yako wewe. Wewe umefika kweli aliyoyafanya Ali katika umma huu? Mkwewe bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyefanya Uthman bin Affan umeyafikia wewe? Tukisema hivi hatumaanishi kama wao walikuwa ni maasumu, wamehifadhiwa kutokamana na nini, na makosa. La, sio kama wao hawakosei, ni binadamu, ule ubinadamu wanao. Lakini nani huyo ambaye kwamba hata yazungumza hayo makosa waliyokosea wao? Na je wewe wayatakia nini? Na je wewe ndio ulizwa hayo makosa yao? Yako wewe uliokuwa nao ya kushinda, wewe ndio zungumza ya wale. Kweli tukubali kwamba waliingia kwenye fitna masahaba kipindi cha Sayyidina Uthman bin Affan, kuliingia fitna kubwa. Lakini je ile fitna ile wewe ulimi wako hutaki kuhifadhi ukayazungumza yale? Kwani uzuie? Sema tilka ummatun kad khalat laha ma kasabat wala kum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Lakini kuanza kuzungumza alikosea yule bwana, akakosea, ilikuwa hivi, ilikuwa hivi, ilikuwa hivi. Wewe na wewe je, ukitakiwa kuangaliwa yako utayaweza? Kweli Sayyidina Ali bin Abi Talib wakati wake Waislamu walifika wakati wakapigana wenyewe kwa wenyewe, huku upande jeshi huku kuna Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha, na upande huu kuna Ali bin Abi Talib, wanapigana wenyewe kwa wenyewe.
lakini haya wewe yakuhusu nini? Wewe swala yako huijui, wewe hujui kusali, wewe rukuu hujui kunyosha rukuu yako, sijida yako hujui kunyosha, eti enda zungumza mambo ya masahaba. Shaabi alimwambia yule bwana, mimi bwana siko tayari kwenda kuwa nasimama siku ya kiyama, hasimu wangu ni Uthman bin Affan na Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum jamia, wao ndio wakawe mahasimu wangu. Ndio maana ukija katika masala haya wanawachuoni, kuna waliosema bwana sisi tutawakafu ile jambo, Mwenyezi Mungu mwenyewe anajua. Kuna wengine ndio wakaanza kuingia ndani, kuna wengine wakafanya hivi. Usalama wako, angalia ibada yako, natangaza kwenye moyo wako, tangaza kwenye moyo wako, mimi nawapenda maswahaba wote wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wote. Haikutoshi, nampenda kila muumini tangu kuumbwa dunia mpaka dunia itapokwisha. Nampenda kila muumini kiujumla, na wapenda waumini wote tangu kuumbwa dunia mpaka dunia kuisha. Tia kwenye moyo wako, utosha. Nataka uanze kuingia tena uangie watu wale, utaeleza wapi? Nani ambaye kwamba amehifadhiwa na makosa hayo? Sote tunakosea, lakini nani mbaya? Ni yule ambaye atashindwa kudhibiti ulimi wake katika kuzungumza heshima ya masahaba wa mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inshallah wiki ijayo tutamaliza katika hichi kipande kilichobakia, Allah kituwezesha inshallah. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم. نعم. Shekhe maana yake ni mtu man balagha rutbata alfadli walilm walau saghira, ni mtu aliyofika daraja ya fadla na ilmu hata kama ni mdogo, ndio shekhe kiistilah. Ama ukija shekhe kilugha ni mtu mzima yoyote anaitwa nini? Shekhe. Inama sheikhu man yadubu dabibahu, ni yule ambaye kwamba tayari anajikongoja kongoja, yule ni pia kilugha anaitwa nani? Shekhe. Hata pressure yule pale ni shekhe, shekhe pressure, lakini ni kilugha tu. Lakini kiistilah si shekhe, sababu pressure bado yasoga, au sio? Na ustadh no. Kwa hiyo atakaitwa shekhe ndio hao tuliozungumza, wapo hao. Ukimwita ustadhi, mimi binafsi yangu jamani nafurahi sana mtu akiniita jina langu Salim, nafurahi sana. Hiyo kuitwa shekhe ni mtu aita tukatakaye, lakini mimi sijafika, wallahi billahi tallahi sikijui cheo cha ushekhe wala sijafikia kabisa. Na huo ndio ukweli, sio kama nasema hivi mtu sasa, ile ni utawadhu na unyenyekevu, ndio ukweli ulivyo. Na mtu akiniita Salim nafurahi sana, na tena kuna lile jingine ndio kiitwa nafurahi zaidi, sababu ndio ukweli ulivyo huo, au sio? Pressure basi ndivyo hiyo. Lakini tena ndio dunia imetaka hivyo, utaizuia? Huwezi ukaizuia. La mwisho, mfano kama tumesikiliza darasa mimi hapa, kuna maalumati nimeyapata, baadaye huko kwenye mizunguko yangu nikasikia watu wanazungumza, mimi nafaa kurekebisha kupitia nilichokielewa hapa. Ikiwa unachokizungumza ni kile ambacho kwamba umekisoma na kukielewa, kizungumze na ukinasibishe kwa yule ulemsikia. Usikinasibishe kwako, utakuwa huna amana ya ilmu. Maneno hilo la kwanza. La pili, iliwe ni mlango ule ule umesoma. Kwa mfano, yenye kutengua udhu, miongoni mwa mambo yenye kutengua udhu ni kadhaa,
ukasikia watu walisema lile jambo halitengui udhu. Sasa mimi nimesoma kwa shekhe fulani kasema hivi, pale pale ndio mwisho wako. Usiendelee tena ukaanza kuchangia mengine ambao kwamba hujayasoma. Ukichangia tu usharibu. Kwa hiyo kwenye mlango huu, kwa mfano leo sasa hivi una uwezo wa kwenda kumhadithia mtu kuhusu nani? Shahabi. Ukamwambia huyu bwana Shahabi huyo, nasikia babangu huyo, hakuna kitu alichokuwa cha mpita, vyote anavihifadhi. Sio ushesoma, ushakijua, umeelewa, ushapokea na umesikia kwenye kitabu, basi hakuna shaka tena. Lakini usizungumze ambao huna ilmu nayo. Na sio aibu kusema mimi kitu sijui. Napenda hivyo. Ukiulizwa kitu kwenye ilmu, usikubali, jua huyo amekuletea moto wa kuletea. Mwambie bwana, hili bora tutafute mashekhe tuwaulize. Mashekhe, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, namalizia hadithi hii, mtu yoyote ambaye kwamba atafutu masala, kufutu masala si tunajua kuzungumza kwenye dini. Masudi, umekaa pale kwenye sehemu yako uzandizi uko hivi, akaja mtu akakuuliza swala la kidini ukalifutu, au ukafasiri ndoto bila ya elimu, bila elimu, chukueni, Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, ni sawa sawa na mtu kutoka juu mpaka kuanguka chini akakutana na kisima ambacho kwamba hakina kina, walau annahu asaba alhaq, hata kama amepatia katika kile alichokizungumza. Swala la dini likija, umeulizwa bwana hili vipi, mwambie shekhe, hii sifa ni yangu. Lakini umeulizwa bwana, mbona hii gari ya chemsha siku hizi, mwambie itakuwa rejeta hiyo, ile tatizo, au sio? Sahihi. Lakini kwenye ilmu ukiulizwa, shekhe vipi, mbona hivi, mwambie mimi bwana hilo mimi silijui, tukupe namba ya shekhe umuulize, hayo hapa bora umuulize. Lakini usivamie. Watu wanapenda kuvamia ofisi za mashekhe, lakini za madaktari hazivamiwi. Na sasa hivi kuna shekhe mmoja ameongezeka, anaitwa shekhe nani yule, mtaje yule ninokulia juzi ukaniletea, aitwa nani yule sasa? Yule, huyo ndo mbaya zaidi. Sasa hivi wewe kwenye simu unaweza kupeleka swali lako lolote lile, akakujibu yule bwana. Ni kompyuta system zishesetiwa, zishekwa, swali lolote utalomuuliza hata kujibu. Hata ukimuuliza bwana, mimi siwezi bwana, nina mawazo sana, nataka unisaidie, atakupa ushauri wa 1 2 3 4 5 6. Sasa yule naye watu wasimtumie katika kumuuliza mambo ya dini, atakupoteza na atakuharibia dini yako. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.